wa kuhakikisha nchi yetu inafika katika uchumi wa dola trilioni 1. Sasa na si kwa kufahamu hilo na serikali kufahamu hilo, tunaendelea kujikita katika kuhakikisha kwamba tunatengeneza wataalamu ambao wanakidhi soko la ajira na pamoja na mipango ya serikali. Sasa kwa ufupi tu naomba waandishi wa habari niwapitishe kwenye miradi mbalimbali ambayo Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kinatekeleza na serikali imegharamia kwa fedha nyingi katika maeneo mbalimbali. Kama nilivyosema hapo awali, kwenye barabara tulikuwa hatuna shida. Kwenye reli tulikuwa hatuna shida sana. Maritime huku tulikuwa nako hatuna shida sana. Lakini shida kubwa ilikuwa kwenye usafiri wa anga. Nasi tulitoka kutoa wataalamu kwenye barabara, tukaingia kwenye reli, tukaingia kwenye usafiri wa maji na tukaingia kwenye usafiri wa reli. Na tulikuwa bado tumeanza kwenye usafiri wa anga. Sasa usafiri wa anga, ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, mafunzo ya usafiri wa anga ni ya gharama kubwa mno. Wengi tunafahamu kama tumefuatilia, rubani mmoja kumsomesha nje ya nchi sio chini ya milioni 300 za Kitanzania. Sasa huyo ni gharama kubwa sana. Lakini hapo kwa kugundua kwamba serikali imewekeza uwekezaji mkubwa katika shirika letu la ATCL na pamoja na mashirika mbalimbali yaliyoko Tanzania ili kuongeza tija katika usafiri wa anga ambao utaboost pia utalii katika nchi yetu, serikali imeamua kuwekeza katika mafunzo haya pale Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Kwa kufanya hivyo, miaka 4 iliyopita serikali iliamua kuwekeza kwa kuanzisha Center of Excellence au kituo cha umahiri cha usafiri wa anga pale Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Mradi huu unasimamiwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Na katika mradi huu kwa ujumla wake, jumla ya shilingi bilioni 70 zimewekezwa katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Hapa ni ujenzi wa miundombinu, ununuzi wa vifaa, kupeleka wataalamu kusoma nje ya nchi, pamoja na mambo mengi ambayo yanahitaji ili chuo kiwe nacho ili kupata ithibati za kuendesha haya mafunzo ya anga. Niseme tu kwamba mafunzo haya ya anga katika chuo chetu cha usafirishaji, ambapo dunia nzima kwa ujumla, yana maeneo makuu zaidi ya 3. Lakini kwa kuanzia maeneo makuu yako 3. Ili usafiri wa anga uwe na tija, lazima uwe na marubani wa kutosha na wenye ujuzi wa kutosha. Pili, lazima uwe na wahandisi mafundi wa ndege. Na 3, lazima uwe na cabin crew, yani wahudumu ndani ya ndege. Chuo cha Taifa cha Usafirishaji tulianza na kozi ya wahudumu ndani ya ndege, tukaja na kozi ya mafundi wa ndege ambao sasa hivi ninavyoongea kozi ya ufundi wa ndege pamoja na wahudumu ndani ya ndege tumeshatoa wahitimu zaidi ya 100. Na sasa hivi wahudumu ndani ya ndege tuna wanafunzi 22 wanaendelea na masomo, na pamoja na wale wa aircraft maintenance, yani mafundi wa ndege level ya diploma pamoja na bachelor, tuna jumla ya wanafunzi kama 120 hivi wanaendelea na masomo. Lakini tulikuwa bado hatujaanza mafunzo ya urubani. Nakumbuka mwaka uliopita tulikuja hapa tukatoa mipango ya chuo katika kuanzisha mafunzo ya urubani. Na tulikuwa kwenye hatua ambayo TCAA ilikuwa imeshatupa ithibati kwa ajili ya mafunzo hayo ya urubani. Niwaambie Watanzania na niishukuru serikali kwa kutuwezesha, tumeshaanza haya mafunzo na tumeshakuwa na wanafunzi 22, wanafunzi 4 wameshahitimu mafunzo ya PPL. Hii naomba tujipigie makofi kama Watanzania. Manake ni kozi ambazo watu walikuwa wanaenda kusoma nje ya nchi, lakini sasa hivi zinapatikana hapa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Sasa uwekezaji mkubwa ambao serikali imeifanya katika hii kozi ya urubani, serikali tuna ndege 2 ambazo zina operate na ndege zingine 3 zimeshaagizwa. Jumla ya bilioni 15 zimetumika katika ununuzi wa hizi ndege. Sio fedha chache, ni fedha kubwa ukizingatia ukweli kwamba serikali ina mambo mengi na vitu vingi, lakini imeweka kipaumbele katika kuwekeza katika hiki chuo. Zaidi ya yote sasa hivi
labda wale wanafunzi wa pilot, naomba msimame au mpunge mikono pale mlipo. Hawa ni wanafunzi wawili kati ya hao wanafunzi ambao 22 tunao wanaendelea pale na mafunzo ya urubani. Wanachukulia mafunzo hapa na wanahitimu hapa. Katika kuhakikisha ya mafunzo yanaendelea kwa uelewa tu kwa faida ya Watanzania na waandishi wa habari, haya mafunzo yana maeneo mawili. Yaani tuna ground school na fly. Yaani kwamba ground school wanaanzia darasani, wanajifunza kwa nadharia, lakini wanatumia vitu vinaitwa simulator. Simulator ni kifaa ambacho kinakuwa kama ndege lakini hakiruki. Kwa hiyo ground school wanaanza kwa ground school, wakimaliza wakifaulu wanaanza kuruka. Kuruka sasa hivi serikali imetupa pale uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere JNIA pale